Meli ya kifahari ya Urusi imefanikiwa kupita salama katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati mlango bahari wa Hormuz ukiwa umefungwa rasmi kwa usafiri wa meli nyingi za kimataifa, meli ya kifahari ya Nord inahusishwa na bilionea wa Urusi Alexei Mardashov imefanikiwa kuvunga njia hiyo bila buguza yoyote ile. Meli hiyo yenye thamani ya dola milioni 500 iling'oa nanga Dubai Ijumaa usiku na kuwasili salama katika Marina Al Mouj Muscat siku ya Jumapili. Tukio hili linaashiria kuwa Iran inayodhibiti njia hiyo inatoa upendeleo maalumu kwa vyombo vya Urusi, huku ikiendelea kuweka kizuizi kikali dhidi ya mataifa washirika wa Marekani. Lakini uhusiano wa Putin, Mardashov sambamba na Irani uko vipi? Alexei Mardashov, mshirika wa karibu wa Rais Vladimir Putin, amekuwa akitumia mbinu mbalimbali kukwepa vikwazo tangia mwaka 2022, ingawa jina lake halionekani moja kwa moja. Umiliki wa meli hiyo kupitia kampuni ya mke wake unajulikana kimataifa zaidi. Ushirika wa Urusi na Iran ni kwamba kupita kwa Nord kunakuja wakati huo huo ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi yuko nchini Urusi kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na Putin. Inadaiwa kuwa Urusi inatoa msaada wa kijeshi na kidiplomasia kwa Iran, na kama malipo, Iran inaruhusu meli za Kirusi kupita katika eneo la vita. Hormuz ambayo ni shingo ya uchumi wa dunia hivi sasa, ambapo mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu inayobeba takriban 20% ya mafuta na gesi duniani. Kufungwa kwa njia hii kumesababisha bei ya mafuta kupanda, ambapo siku ya Jumatatu bei ya mafuta ghafi katika pipa moja ilifikia dola 109 kwa pipa, kiwango ambacho kinatishia kuleta mchafuko wa bei kubwa duniani kote. Lakini wakati Rais Donald Trump akiweka mzingiro wa kijeshi dhidi ya bandari za Iran, Tehran imejibu kwa kuzuia njia hiyo ya maji, jambo ambalo limefanya meli nyingi za kibiashara kuogopa kupita isipokuwa zile zenye baraka za Iran. Data kutoka jukwaa la Marine Traffic linathibitisha kuwa Nord ilisafiri kwa uhuru kabisa, jambo ambalo ni nadra katika kipindi hiki ambapo usafiri wa baharini umepungua kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na viwango vya kabla vita hivi havijaanza. Hivi sasa ni nini maana yake? Hatua hii inaonyesha kuwa mzingiro wa Marekani haufanyi kazi kwa 100%, kwani Irani na Urusi zimeunda mfumo wao wa usafirishaji unaoweza kukabiliana na shinikizo la Washington. Kupita kwa meli hii ya kifahari ni ujumbe wa dharau, yani defiance, kwa sera za Trump na mzingiro wake wa kijeshi. Lakini pia safari ya Nord inaashiria kuwa Oman, yani Muscat, inaendelea kuwa kituo muhimu cha kidiplomasia na kijiolojisti, ambapo pande zote, yani Urusi, Iran na kimya kimya Marekani, hukutana kupumua katika mzozo huu ambao umekuwa ukiendelea ndani ya mipaka ya Mashariki ya Kati.